iende kupokea jukwaa letu ili uweze kufahamu yale ambayo yanajitokeza katika jukwaa letu asubuhi hii. Naam, na tumai ubweri wake pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu katika jukwaa letu, jukwaa la ukweli. Jina langu ni Kantona Joseph. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amemfuta kazi mkuu wa majeshi Jenerali Randy George pamoja na makamanda waandamizi wa jeshi, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani. Hatua hii inajiri wakati huu Marekani na Israel zikiendelea kutekeleza mashambulio mazito nchini Iran, kulenga kituo cha muda cha utafiti kuhusu makubwa jijini Tehran, lakini pia kushambulia daraja linalotumiwa na raia na kiwanda cha chuma. Mashambulio haya yanawadia baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kuonya kuwa Iran itashambuliwa na kuharibiwa kabisa iwapo haitakubali mkataba wa kusitisha vita vinavyoendelea. Rais Trump kupitia mitandao yake ya kijamii amesema jeshi la Marekani hata halijaanza kuharibu kabisa miundombinu ya Iran inayosalia, huku akisisitiza kuwa utawala mpya unafahamu kinachotakiwa kufanyika haraka. Licha ya shambulio hilo, Iran nayo imeonya kuwa vita vitaendelea hadi pale maadui wake ambao ni Marekani na Israeli watakavyojisalimisha. Watu wapatao 43 wameuawa na waasi wa ADF waliohusishwa na kundi la kigaidi la ISIS kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mauaji haya yanathibitishwa na msemaji wa jeshi la serikali FARDC katika mkoa wa Ituri, Luteni Julius Shikudi Ngongo. Mauaji haya yamethibitishwa na msemaji wa jeshi la serikali FARDC katika mkoa wa Ituri, Luteni Julius Shikudi Ngongo. Luteni Ngongo amesema mbali na watu hao kuuawa, nyumba zipatazo 44 zimeteketezwa moto katika shambulio lililotokea wiki hii katika eneo la Bafokoa wilayani Mambasa. Waliouawa walikatwa kwa mapanga, huku wengine wakiteketezwa kwa moto wakiwa ndani ya nyumba zao na wengine kutekwa na waasi hao wa ADF. Mkuu wa wilaya ya Mambasa Baptiste Mnyapandi amesema operesheni inaendelea kuwatafuta watu ambao waonekana mpaka sasa na huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Mashambulio ya ADF yanaendelea kushika kasi katika miezi ya hivi karibuni jimboni Ituri na Kivu Kaskazini, licha ya eneo hilo kuwepo na kikosi cha pamoja cha wanajeshi wa Uganda na DRC tangu mwaka 2021 wanaoendeleza operesheni Shujaa kuwakabili waasi hao wenye asili ya Uganda. Naendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo ni jukwaa la ukweli. Iran imedungua ndege ya kivita ya adui daraja kubwa Tehran likibomolewa na IRGC ya shambulia Amazon. Tupokee mkusanyiko huu wa matukio. Mkusanyiko wa matukio mbalimbali ambayo yametokea katika vita vinavyoendelea kati ya Israel, Marekani na Iran. Daraja la barabara kuu linalounganisha mji mkuu wa Iran, Tehran, na mji wa Karaj ulioko magharibi lilipigwa na mashambulizi mapya ya anga Alhamisi hii, vyombo vya habari vya Iran viliripoti. Mashambulizi hayo yalifanywa na jeshi la Marekani. Jeshi la Israel lilikanusha kuhusika na shambulio hilo. Shirika la habari la Fars limesema daraja la B1 lilipigwa wakati vikosi vya uokoaji
vilikuwa vinawasaidia waathirika wa shambulio la kwanza. Idadi ya waliokufa kutokana na kile kilichoelezwa kuwa shambulio la kikatili la Marekani na Wazayuni katika jimbo la Alborz imeongezeka hadi watu 8 na takriban watu 95 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa shirika la Tasnim. Naibu wa masuala ya usalama katika jimbo la Alborz amethibitisha kuwa shambulio hilo lililenga daraja la B1 mjini Karaj, mradi mkubwa wa miundombinu uliokuwa karibu kukamilika. Maafisa wamesema miongoni mwa waathirika ni wakazi wa kijiji cha Bilhan, wasafiri waliokuwa njiani na familia zilizokusanyika karibu kusherehekea siku ya mazingira. Rais wa Marekani Donald Trump amesifia shambulio la Marekani dhidi ya kile alichokiita daraja kubwa zaidi la Iran, akiahidi mashambulizi zaidi iwapo Tehran haitokubali pendekezo la kusitisha mapigano la Washington. Daraja kubwa zaidi la Iran linaanguka kabisa, halitotumika tena, mengine mengi yanakuja, Trump aliandika kwenye mtandao wa Truth Social, akiweka pia video ya shambulio hilo. Ni wakati wa Iran kufanya makubaliano kabla haijachelewa, na kabla hakuna kinachobaki cha nchi ambayo bado ingeweza kuwa kubwa, aliongeza. Hadi sasa Marekani imekuwa ikiepuka kulenga miundombinu ya kiraia ya Iran na hadi imeionya Israel dhidi ya kushambulia maeneo ya nishati ya Iran, lakini Trump anaonekana kuongeza shinikizo zaidi licha ya Iran kutokubali masharti ya kusitisha mapigano. Iran imedai mifumo yake ya ulinzi wa anga imefanikiwa kulenga ndege ya kivita ya adui kusini mwa kisiwa cha Keshim, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Haikuelezwa ndege hiyo ilikuwa ya nchi gani. Baada ya kupigwa, ndege hiyo ilidaiwa kuanguka kwenye ghuba kati ya kisiwa cha Hengam na kisiwa cha Keshim. Kombora la ballistic la Iran lilopiga mji wa Petah Tikva jioni ya Alhamisi hii limesababisha uharibifu katika majengo ya viwanda, kwa mujibu wa picha na huduma za uokoaji. Kombora hilo lilipiga eneo kati ya makazi ya watu na ukanda wa viwanda na kusababisha shimo kubwa, huku mshtuko wa mlipuko ukiharibu majengo ya karibu. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Kamandi ya jeshi la majini ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC imedai kushambulia kituo cha data kinachomilikiwa na kampuni ya teknolojia ya Marekani Oracle mjini Dubai. Hata hivyo, serikali ya Dubai imekanusha taarifa hizo. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, ofisi ya vyombo vya habari ya serikali ya Dubai imesema ripoti zinazodai kuwa IRGC ilianzisha au ilijaribu kufanya shambulio mjini Dubai ni habari za uongo zisizo na msingi wa ukweli. Mamlaka za Dubai zimekuwa zikionya mara kwa mara dhidi ya kusambaza kwa taarifa potofu, hasa wakati wa mvutano mkubwa wa kikanda, zikisisitiza umuhimu wa kutegemea taarifa sahihi na kuwataka wananchi kupata habari kupitia vyanzo rasmi vya serikali pekee. Jeshi la anga la Israel limepiga mabomu makao kadhaa nchini Iran yanayosimamia fedha za vikosi vya kijeshi, utengenezaji wa silaha na ufadhili wa makundi wa shirika, kwa mujibu wa jeshi la Israel. Iran kupitia kikosi cha Quds imeripotiwa kuhamisha fedha nyingi kwa makundi ya silaha Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Iran huipatia Hezbollah ya Lebanon takriban dola bilioni 1 kwa mwaka, huku mwaka 2025 kiasi hicho kikifikia karibu dola bilioni 2. Pia mamilioni ya dola hupelekwa kwa Hamas, makundi mengine ya Palestina, Wahuthi wa Yemen na wanamgambo nchini Iraq. Jeshi la Israel limesema limewaua takriban wapiganaji 1000 wa Hezbollah nchini Lebanon tangu mapigano yaongezeke katika vita vinavyohusisha Iran. Miongoni mwao ni wanachama wengi wa kikosi maalumu cha Radwan, kwa mujibu wa jeshi hilo. Katika siku moja iliyopita, Hezbollah imerusha takriban makombora 130 yaliyovuka mpaka kuelekea Israel. Makombora mengi yalidunguliwa au kuanguka maeneo ya wazi, lakini baadhi yaligonga miji ya Israel na kujeruhi watu kadhaa kwa majeraha madogo na kusababisha uharibifu. Hezbollah pia ilirusha mamia ya makombora mengine dhidi ya wanajeshi wa Israel wanaofanya operesheni kusini mwa Lebanon. Nchi 18 za Ulaya zimeitaka Israel na Hezbollah kusitisha mapigano, huku mzozo wao wa karibuni ukifikisha mwezi mmoja na hofu ikiongezeka kuhusu mipango ya Israel kudhibiti sehemu ya kusini mwa Lebanon baada ya vita. Mashambulizi ya kijeshi ya Israel nchini Lebanon na mashambulizi ya Hezbollah lazima yakome, wamesema mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo zikiwemo Italia, Hispania, Ubelgiji, Poland na Ireland katika taarifa pamoja.
Tunaishauri Israel iheshimu kikamilifu mamlaka na mipaka ya Lebanon, na tunatoa wito kwa pande zote, Hezbollah na Israel, kusitisha hatua za kijeshi, ilisema taarifa hiyo. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema limelenga kituo cha kompyuta cha Amazon nchini Bahrain kama kulipiza kisasi kwa mashambulizi dhidi ya Iran, kwa mujibu wa taarifa iliyosambazwa na vyombo vya habari vya serikali. Jeshi la Israel IDF limethibitisha kumuua Jamshid Eshahi, jenerali mwandamizi wa Iran, katika shambulio la anga nchini Iran mwishoni mwa wiki. Jeshi hilo limemtaja Eshahi kuwa mkuu wa makao ya mafuta ya Iran. Alikuwa mkuu wa bajeti wa masuala ya kifedha katika makao makuu ya vikosi vya ulinzi vya Iran, chombo kinachoratibu kati ya jeshi la kawaida na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Jeshi la Israel limesema makao hayo ya mafuta ni sehemu muhimu ya vikosi vya kijeshi vya utawala vinavyowezesha kuendelea kwa shughuli zao na kuimarisha nguvu za kijeshi kupitia faida za mauzo ya mafuta. Kwa miaka mingi, IRGC, vyombo vingine vya kijeshi nchini Iran, vimefadhiliwa kupitia bajeti kubwa zinazotokana na mauzo ya mafuta, huku vikikwepa vikwazo vya kimataifa, limesema jeshi la Israel. Jana IRGC ilithibitisha kuuawa kwa Eshagi kufuatia shambulio la Israel la Jumamosi. Kamanda wa vikosi vya makombora ya ballistic ya Iran katika eneo la Kermanshah aliuawa katika shambulio la anga la Israel. Msemaji wa IDF Brigedia Jenerali Efi Defrin amesema katika mkutano na waandishi wa habari. Wakati wa likizo tulimwondoa Mukram Azimi, kamanda wa kikosi cha makombora ya ballistic katika eneo la Kermanshah. Azimi alikuwa na jukumu la mashambulizi mengi ya makombora dhidi ya Israel, alisema. Defrin pia alisema IDF iliwaua makamanda watatu wa vikosi vya makombora ya ballistic ya Iran waliokuwa wakiongoza mashambulizi dhidi ya Israel. Mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yameendelea kati ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Gharibaf, kwa mujibu wa Channel 12, ikiongeza kuwa mazungumzo hayo yanapatanishwa na mkuu wa jeshi la Pakistan Field Marshal Said Asim Munir. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mawasiliano ya karibuni yalifanyika Jumanne, ambapo Vance alidaiwa kueleza kuwa Washington iko tayari kwa kusitisha mapigano iwapo Iran itakubali kufungua mlango wa Hormuz, moja ya matakwa muhimu ya Marekani katika vita vinavyoendelea. Vance pia alionya kuwa subira ya rais wa Marekani Donald Trump inaisha, huku chanzo cha Marekani kikisema Marekani ingehitaji takriban wiki 2 hadi 3 kushambulia shabaha zote zilizotambuliwa, wakati huo huo ikitumaini kufikia makubaliano. Wakati huo huo, mtandao huo uliripoti kuwa Iran imetishia kulenga barabara kuu nchini Israel, zikiwemo Route 1, 2, 4 na 6. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya miundombinu ya kiraia hayatailazimisha Iran kusalimu amri. Kulenga miundombinu ya kiraia ikiwemo madaraja ambayo hayajakamilika hakutawalazimisha wa Iran kujisalimisha, amesema Araghchi katika ujumbe kwenye mtandao wa X, akiambatanisha picha ya daraja lililoharibiwa. Alisema hatua hizo zinaonyesha kushindwa na kuporomoka kwa maadili ya adui aliyevurugika. Mapema Alhamisi, shambulio la Marekani na Israel lililenga daraja la B1 mjini Karaj, magharibi mwa Tehran, na kuua takriban watu 8 na kujeruhi wengine kadhaa. Asante sana msikilizaji wapo, basi unaungana nasi, ni jukwaa la ukweli. Jukwaa hili linakupatia fursa kuweza kujua yale ambayo yanatukia kote duniani na kuweza kudadavulia kwa kina katika hatua hii. Mwendo wa saa 1:30 tutakuwa tunapokea taarifa ya habari, matangazo ya asubuhi ambayo yanatupatia fursa ya kuweza kusonga mbele na awamu hii ya jukwaa letu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Kuniko nchi 8 zenye idadi kubwa ya Waislamu duniani, ikiwemo Indonesia, Pakistan, Uturuki, Saudi Arabia na Qatar, zimekosoa hatua ya Israeli kupitisha sheria ya kifo kwa Wapalestina kwenye ukingo wa Magharibi, ikisema ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kulingana na sheria hiyo iliyopitishwa na bunge Jumatatu wiki hii, Wapalestina kwenye ukingo wa Magharibi watakaohukumiwa katika mahakama ya kijeshi ya Israel kwa kuhusika na ugaidi watanyongwa. Sheria hiyo pia imekosolewa na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya, Marekani nayo ikisema Israel ina haki ya kuamua sheria inazotaka kuzitumia.
Unaendelea kupokea matangazo haya ya asubuhi kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Moja kwa moja tupokee taarifa ya habari. wa Gaba nje kidogo na jiji kuu la Kampala. Polisi wamesema mtuhumiwa wa shambulio hilo Christopher Okello Onyu mwenye umri wa miaka 34 alijifanya kuwa mzazi kabla ya kuanza kutekeleza uhalifu huo. Rachel Kawala ni msemaji wa polisi. Kundi la watu 12 waliokataliwa kukaribisha wahamiaji ambao Marekani haiwezi kuwarudisha katika nchi zao. Wafanyabiashara katika sekta ya usafiri na wauzaji wa vyakula katika nchi za Afrika Mashariki wameonya kupandisha bei ya bidhaa na huduma zao kufuatia mzozo wa Mashariki ya Kati ambao umesababisha uhaba wa mafuta. Onyo lao linakuja wakati baadhi ya mataifa kama Tanzania tayari mafuta yameanza kupanda bei kwa sababu ya uhaba wa bidhaa hiyo kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Nchini Kenya, waziri wa fedha John Mbadi licha ya kuhakikishia raia nchi hiyo kuwa serikali imeweka mikakati kuhakikisha kuwa kuna mafuta ya kutosha, kwa sasa Kenya ina akiba ya siku 16 ya mafuta ya petroli, siku 19 ya mafuta ya dizeli na siku 49 ya mafuta ya ndege na mafuta taa. Hii inamaanisha nini kwa wananchi? Johnson Denge ni mchambuzi wa masuala ya uchumi akiwa nchini Kenya. Ni a disruption ama italeta msukosuko katika uchumi hasa za Afrika, hasa chumi ambazo zinategemea kuagiza mafuta kutoka ughaibuni ama nchi zingine ambazo tunaona kwamba kuna matatizo na usafiri. Ni mtazamo wake Johnson Dengi, mchambuzi wa masuala ya uchumi akiwa nchini Kenya. Waziri wa afya nchini DRC Samuel Kamba ametangaza kumalizika kwa janga la kitaifa la ugonjwa wa Mpox. Hatua hii inakuja baada ya serikali kutangaza janga hilo mwezi Disemba mwaka 2022 baada ya kuripotiwa kwa visa vya maambukizi 120,000 na vifo 2,254. Natangaza rasmi mwisho wa janga la Mpox kama dharura ya kitaifa ya afya ya umma. WHO bado haijapendekeza kwamba hii iwe chanjo ya kawaida. Kwa kuwa bado si chanjo ya kawaida, hatutoifanya kuwa chanjo ya kawaida hapa kwetu. Hata hivyo, itatumika kama chanjo ya kukabiliana na ugonjwa na kwa ajili ya ufuatiliaji ulioimarishwa. Ni chanjo ya gharama kubwa sana, lakini tutaendelea hasa katika majimbo tunayoyaita maeneo yenye joto kuwachanja watu wengi iwezekanavyo karibu na visa hivyo, na hasa wale walio katika mazingira dhaifu. Sauti yake Samuel Kamba, waziri wa afya nchini DRC. Waziri mkuu wa Somali Hamza Abdi Bare amemteua naibu wake Jibril Abdirashid Haji kuwa kaimu kiongozi wa jimbo la Kusini Magharibi lenye mzozo ambalo rais wake Abdiaziz Hassan Mohamed alijiuzulu baada ya vikosi vya serikali kuteka mji muhimu wa Baidoa. Jeshi la Sudan hapo jana limemteua Jenerali Yasir Al-Ata kuongoza kamandi ya jeshi la nchi hiyo, nafasi iliyokuwa inashikiliwa na Mohamed Uthman Al-Hussein tangu mwaka 2019 katika moja ya mabadiliko makubwa ya kijeshi tangu kuanza kwa vita mnamo Aprili mwaka 2023. Bonjour, ndio kila siku za Ijumaa katika makala Habari Rafiki ni mada huru. Tunakupa nafasi wewe msikilizaji wetu kuchangia yale uliyosikia kwenye habari zetu ama kutoka sehemu uliko kwa uhuru. Kuchangia, tuma maoni yako ya sauti kwenda nambari yetu WhatsApp ukianza na alama kujumlisha 254 110 000 420. Ndio Habari Rafiki.
Nchini Burkina Faso, katika maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kutangazwa kwa mapinduzi ya maendeleo ya watu, Kapteni Ibrahim Traore akizungumza na vyombo kadhaa vya habari amegusia masuala muhimu ikiwemo mapambano dhidi ya ugaidi, ushirikiano wa kimataifa, ushirikiano mgumu na baadhi ya majirani wa Burkina Faso pamoja na jaribio la mapinduzi. Kwenye swala la jaribio la mapinduzi lililopelekea kukamatwa na kurejeshwa nchini kwa kiongozi wa zamani Paul Henri Damiba, Traore amesema kile ambacho watu wanasahau ni kwamba demokrasia inaua. Hebu angalia Libya, ni mfano ulio karibu nasi. Popote pale wanapotaka kuweka demokrasia duniani, lazima kuwepo na umwagaji damu. Demokrasia ni utumwa. Kuhusu suala la mapinduzi, kuna jambo ambalo ni hatari sana, maana walipanga kumwaga damu kwa kiasi kikubwa. Ni jambo gumu sana, sababu linahusisha pia nchi nyingi, hata zile zinazojiita kuwa marafiki. Inahusisha watu wengi, viongozi wengi wa dunia. Sauti yake kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore. Nchini Benin, kampeni za uchaguzi zinaendelea kuelekea uchaguzi wa Aprili 12 ambapo wagombea wawili wa Paul Hankupe na Romuald Wadani wanaowakilisha kambi ya rais anayeondoka Patrice Talon wameonekana kuipa kipaumbele swala la usalama na hasa vita dhidi ya ugaidi. Wabunge nchini Cameroon wanafikiria kuhusu kurejesha wadhifa wa makamu wa rais kufuatia mapendekezo ya ofisi ya rais, ambapo nchini ya rasimu ya mswada huo katika kifungu cha 5 na aya 3 inapendekeza kuwa rais wa jamhuri anaweza kusaidiwa na makamu wake. Ripoti ya Reuters imebaini kuwa kiongozi wa kijeshi wa mashariki mwa Libya Khalifa Haftar anaripotiwa kununua kile kinaonekana kuwa droni zilizotengenezwa nchini China na Uturuki licha ya marufuku ya ununuzi wa silaha ya Umoja wa Mataifa dhidi ya taifa hilo la Afrika Magharibi lililogawanyika. Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili. Na msikilizaji, matangazo haya yanaendelea kujia mubashara kutoka hapa jijini Nairobi nchini Kenya. Marekani na Israeli zimeendeleza mashambulizi mazito nchini Iran kulenga kituo cha muda cha utafiti jijini Tehran, lakini pia kushambulia daraja linalotumiwa na raia na kiwanda cha chuma. Victor Abuso na maelezo zaidi. Mashambulizi haya yanakuja baada ya Rais Donald Trump kuonya kuwa Iran itashambuliwa na kuharibiwa kabisa iwapo haitokubali mkataba wa kusitisha vita vinavyoendelea. Rais Trump kupitia mtandao wake wa kijamii ameeleza kwamba jeshi la Marekani hata halijaanza kuharibu kabisa miundombinu ya Iran iliyosalia, huku akisisitiza kuwa utawala mpya unafahamu kinachotakiwa kufanyika haraka. Licha ya mashambulizi haya, Iran nayo imeonya kwamba vita vitaendelea hadi pale maadui wake ambao ni Marekani na Israeli watakavyojisalimisha. Katika hatua nyingine, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amemfuta kazi mkuu wa majeshi Jenerali Randy George pamoja na makamanda wawili waandamizi, kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Marekani. Wakati hayo yakijiri, Rais Donald Trump amemfuta kazi mwanasheria mkuu wa serikali Pam Bondi, mshirika wake wa karibu na mtetezi wa utawala wake, nafasi yake ikichukuliwa na aliyekuwa naibu wake Todd Blanche. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeahirisha mpango wa kupigia kura rasimu ya azimio lililowasilishwa na Bahrain ili kuidhinisha matumizi ya kikosi cha ulinzi kulinda meli katika mlango wa bahari wa Hormuz kutokana na mashambulizi ya Iran. Haijafahamika ni lini kura hiyo itapigwa. Na serikali ya Cuba hapo jana imetangaza kutoa msamaha kwa wafungwa 2010 kama ishara ya kibinadamu kuadhimisha siku kuu ya Pasaka. Matangazo haya yanakujia mubashara kutoka studio namba 2 ya RFI. Dakika 40 baada ya saa 1 asubuhi Afrika Mashariki. Victor Abuso, tunaelekea wikendi, najua kuna habari nyingi tu za michezo. Naam, ni kweli kabisa, lakini kwanza heri ya Ijumaa Kuu, siku ambayo tunaamini Yesu Kristo alisulubiwa leo.
na leo hakuna kula nyama lakini naona Hilary Ngata kabeba nyama yake kaja nayo ofisini. Katika michezo tuanzie kule Afrika Kusini, michuano ya kuwania ligi katika mchezo wa kikapu barani Afrika kwa upande wa wanaume, mechi zinarejelewa leo. Johannesburg Giants itachuana na Al Ahly ya Libya, huku Dar City kutoka Tanzania ikicheza na Petro de Luanda ya Angola. Mpaka sasa klabu ya Tigers ya Rwanda inaongoza baada ya kushinda mechi zake 3. Petro de Luanda ya Angola ni ya pili, imeshinda mechi 2, huku Dar City pia ikiwa katika nafasi hiyo baada ya kushinda mechi 2 na kupoteza mechi 1. Na leo kule DRC kuna mechi moja tu ya ligi kuu ya soka kati ya Tanganyika na Sanga Balende. Jana kulikuwa na mechi kadhaa, lakini Saint Louis Lupopo ilifunga AS Niosonga mabao 4-1, huku Don Bosco ikishinda Malole mabao 4-2. Blazing nayo ilichomoza na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya St. Luke. Nchini Kenya leo kutakuwa na mechi 2 za ligi ya soka. Sofapaka itamenyana na Bandari, huku Police FC nayo ikicheza na klabu ya Tusker kuanzia jioni majira ya saa 10 masaa 9 za Afrika Mashariki. Kule nchini Uingereza, klabu ya Liverpool itachuana na Manchester City hapo kesho kwenye michuano muhimu wa robo fainali kwa nia taji la FA. Hii itakuwa ni baadhi ya michuano ya mwisho ya mshambuliaji wa Liverpool Mohamed Salah, ambaye meze tunafahamu kwamba ishafahamika ataondoka Liverpool mwishoni mwa msimu huu. Bila shaka amekuwa ni mshambuliaji wa kutegemewa sana ambaye amefanya kazi kubwa katika klabu hii. Tutasubiri tuone nafasi yake iwapo itajazwa. Hakika Arsenal nayo itachuana na Southampton, huku Chelsea ikimenyana na Port Vale, na timu hizi mbili Chelsea na Arsenal zinatarajiwa kufuzu katika hatua ya nusu fainali. Kwa wachambuzi wa soka wanasema kwa sababu zinacheza katika ligi kuu hizi klabu mbili Southampton na Port Vale sio tishio sana, lakini siku hizi soka imebadilika na chochote kinaweza kutokea. Siku Jumapili West Ham United nayo itachuana na Leeds United katika mechi nyingine ya robo fainali. Na kule Ulaya katika kuwania ligi ya UEFA kwa upande wa wanawake, sasa timu zitakazocheza katika hatua nusu fainali zimeshafahamika. Bayern Munich ilichuana na Barcelona ambayo ilifuzu baada ya kuishinda Real Madrid kwa jumla ya mabao 12-2. Arsenal itacheza na Lyon ya Ufaransa. Nikushukuru Victor Abuso. Shukran sana. Uchambuzi wa magazeti. Karibu Ali Bilali. Namni kushukuru sana Mizleti Jai. Nianze uchambuzi wa magazeti na magazeti ya kule nchini Tanzania. Gazeti la Mwananchi, gazeti hili limeandika kuhusiana na swala la mafuta ya zoa mapya, daladala za goma kwa muda, huku bodaboda bajaji zikipandisha nauli kimya kimya. Wananchi waitaka serikali kupunguza tozo, LATRA yatishia kufuta leseni. Bila shaka haya ni matokeo ya mzozo wa kule Mashariki ya Kati. Na gazeti la Habari Leo limeandika Samia apongezwa kikao na wapinzani wake, wadau wasema ni ukomavu kisiasa, watoa ushauri maridhiano. Gazeti la Majira lao likiandika wakorofi wakaidi onyo la LATRA kuhusu nauli, wapandisha abiria wengi wagoma, wataka uthibitisho, wenyewe wanasema mafuta hayashikiki, wauzaji wataka serikali isilaumiwe. Nchini Kenya, gazeti la Taifa Leo limeandika handshake sumu kwa Ruto mwaka 2027. Urafiki mpya wa Uhuru na Gachagua unatarajiwa kuvuruga zaidi hesabu za Ruto eneo la Mlima Kenya katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Wewe unafikiri kweli kilichoandikwa hapa ni kweli? Lazima kutakuwa na Ruto itabidi amefikiria zaidi siasa zake, manake katika siasa za Kenya inatambulika kwamba eneo la Mlima Kenya lina kura nyingi. Sasa Uhuru na Gachagua wakishikana huenda wakawashawishi wana Mlima Kenya kutompigia Ruto kura. Naam, tukiachana na habari hiyo, gazeti hili pia limeandika bei ghali ya nyama kisiki kwa Pasaka. Sasa nyama haiuzwi
tena shilingi 400 kwa kilo, bali kati ya shilingi 700 na shilingi 900 siku za hivi karibuni. Limeandika hivyo. Nimesikia Buso akisema kwamba siku ya Pasaka Wakristo wali nyama. Ni kweli? Inategemea imani ya mtu tu. Lakini sio Wakristo wote. Sio Wakristo wote. Naam. Gazeti la Daily Nation nalo limeandika pia kuhusiana swala la Uhuru na Gachagua. Lakini pia gazeti la The Standard limeandika kuhusu jinsi ugatuzi ulivyogeuka kuwa mapigano ya mtaani. Lakini pia zaidi ya Wakenya 1100 wasafirishwa kwenda kusini mashariki mwa Asia. Naam. Ali Bilali, mengi awamu ya pili. Shukran. Tupate marudio ya makala Siha Njema. Hujambo popote unapotufuata kupitia RFI Kiswahili. Fahari yangu kuungana nawe tena katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir. Katika majuma mawili yaliyopita tulikuletea makala kuhusu magonjwa yanayoshambulia kinga ya mwili. Kwa lugha rahisi, magonjwa yanayokufika mwili wako unapoanza kupigana dhidi yake, au autoimmune diseases. Tulikuwa na Daktari Jacqueline Mwanu, mtaalamu wa magonjwa haya, ambaye alitupa ufahamu zaidi kuhusu magonjwa haya. Na sasa wiki hii ninakuletea mmoja wa mgonjwa na mpambanaji ambaye amekuwa akipambana na magonjwa zaidi ya 5 ya aina hiyo. Kwa majina naitwa Elwin Chebet Songok. I'm a warrior, lupus, autoimmune advocate. Tuanzie tu hapo ambapo umeachia. Kwako wewe, tunapozungumza magonjwa ambayo yanaathiri mfumo wa kinga, tunazungumza nini? Mimi nimekuwa mgonjwa kwa zaidi ya miaka 11 sasa. Haijakuwa ni safari rahisi, ndio maana unaona sana tunajiita warriors. Kwa story yangu, kuona ngozi yangu imebadilika ikakuwa ni mahali ambapo inaniuma roho. Pia watu wakasema, unajua alijibleach, hizo mikorogo, ikakuwa wakasema wako na ukimwi. Lakini hiyo wakati mimi nikijiangalia, hiyo wakati hata kujua autoimmune ilikuwa ngumu. Nimeumwa na magoti, alafu wazazi wanasema tutatumia dawa kienyeji. Nilianza na dawa za kienyeji. Saa zingine ilikuwa inaenda inapoa, alafu inaanza tena. So 2015 nikaanza kwa mgonjwa. So niko 4th year. Hiyo skin already ilikuwa imeanza, but mimi sikuwa najua ni ugonjwa. So nyanyangu akafariki, nikapata stress kidogo. So nikaanza kwa mgonjwa, nikarudi nyumbani. So kwa kupima, saa zingine wanasema uko na rheumatoid arthritis. Lugha rahisi tunamaanisha nini? Unaona, rheumatoid arthritis mostly inaumiza joints, viungo. So mimi sana nilikuwa naumwa na magoti. Nikaanza kutibiwa sasa for rheumatoid arthritis. Na sasa hiyo kumbuka nilikuwa underweight, nilikuwa karibu 35 kilos. Sasa hiyo una umri gani? Nilikuwa na miaka 21. Sasa hiyo damu pia imeshuka. So unajua unapewa madawa. So kuna hizi dawa steroids. Yes, ilikuwa inanisaidia kupunguza uchungu, lakini pia ilikuwa inaniumiza mwili. Nikapata daktari mwingine. So ule daktari, yes, alijua shida. Lakini nadhani pia mimi sikuwa nataka kujua shida ni ipi. So huyo daktari akanitibu, mwili kakuwa afadhali kidogo, nikarejea shuleni. So mara ya mwisho nikitoka shuleni, nafika nyumbani, mamangu kuniona na kama maiti anayetembea. Tuko sasa 2017. Tukakuja Nairobi, mimi na dadangu, tukaona daktari. Daktari aliponiangalia akaniambia, wewe uko na lupus. Wakati huo mimi sikuwa najua lupus ni nini. Akaniambia uko na lupus, lakini nataka tupime ndio tu hakikishe. Ni dalili gani tofauti ambao pengine walikuwa wanaona? So kitu ya kwanza ambayo daktari aliona ni pua langu. Pua imekuwa ndogo. Sana wanaita a mouse like nose. Imekuwa ndogo kama ya panya. Mdomo imekuwa ndogo pia, so wanaita fish lips, mdomo wa samaki. Hiyo ni lupus ambayo inaweza attack kiungo yoyote. So kwa upande wangu ilikuwa imeattack the skin, imeattack nywele, imeattack hizo sasa viungo vyangu, sasa the joints, magoti, imeattack hadi muscles. So lupus ikaniacha nikakuwa susceptible to a condition inaitwa scleroderma. Hiyo ni gani tena? Sasa scleroderma mostly ina affect the skin, ngozi yako inaanza kuwa tight. So ikikuwa tight hivyo ina cause a lot of issues. Inakupatia hadi unaona yenye tunasema acidity.
ni one symptom of scleroderma. Already ngozi yako ishakuwa tight, mwili yako inakaa hivi imechomeka, imeparara. Nikakuwa na kitu inaitwa myositis. So myositis ina affect the muscles, so immune system yangu imepiga muscles. So kwa hiyo wakati muscles zangu 80% ilikuwa affected, nilikuwa hadi naoshwa. So hiyo ndio ilikuwa the first 3 conditions nilikuwa nazo. Sasa nikauliza daktari, nitakufa lini? Wakati amekuletea matokeo, amekwambia hizo ni aina ngapi? 3. Akaniambia hapana, utakufa, bora tu utumie dawa. Nikamwambia sawa. Kitu ya pili, naweza zaa? Akaniambia ndio unaweza zaa, lakini si kwa sasa. Sasa unaona hizo ni conditions. Mimi ni msichana, lakini already hizo conditions zinaanza kunipatia wasiwasi. Kununua dawa sasa ikakuwa ni ngumu. Dawa yenyewe bei iko juu. Nyumbani mamangu akuwa na kazi. Wakati ule kazi ambayo dadangu ako nayo haiwezi eza kukimu kila kitu. Mkona mgonjwa pia, yeye yuko na watoto, lazima watoto waende shule. Lakini sasa ikakuwa mimi ndio nimekuwa first priority, ndio tupate dawa. Ikakuwa sasa mamangu ndio atakuwa anachunga watoto wa dadangu hawezi kunichunga. Sasa umeshapatiwa ubainishaji, una aina 3 ya magonjwa ambayo ni ya kinga. Ulipoanza matibabu yalikupeleka vipi? Kwa sababu hizi ugonjwa hakuna, hawajui chanzo ni nini. So kutibu kitu ambacho haina chanzo inakuwa ni ngumu. So ni kubahatisha. But sasa in my case mimi ninapatiwa ipunguze ile immune system yangu isikuwe hyper, because already immune system yangu ni hyper. So unapatiwa kitu inaitwa immunodepressant. Wanakuongezea steroids. Hiyo ni kusaidia mwili wako isikuwe na maumivu, wanaita inflammation. Kuna mtu ambaye atapatiwa antimalarials, inaitwa hydroxychloroquine. Hiyo ni antimalarial. Mtu atakuuliza mbona unatumia dawa ya malaria? Kutibu autoimmune, lakini inasaidia. Kuna mtu pia atafanya hadi chemotherapy. Chemotherapy sana wewe unajua ya kwamba ni saratani. But sasa kuna mtu mwenye ako na hizi autoimmune anaenda kutumia chemotherapy ndio mwili wake iwe zile cells mbaya. Saa zingine kupata hiyo matibabu kwa mtu ambayo hana kazi, kwa familia ambayo iko kiwango cha chini, inakuwa ngumu. Dawa ambazo unatumia, sijui bima ambazo tuko nazo za binafsi, bima ya serikali inaweza kugharamia? Ukienda kutafuta bima, huwa unaambiwa kama uko na autoimmune condition na already ishajulikana, utalipa bima kwa mwaka wa kwanza na hautaweza kuitumia. Utaitumia kwa vitu zingine. Umepatwa na malaria, sawa. Umepatwa na pneumonia, sawa. Lakini haitaenda kukava dawa zangu za autoimmune. Haitaweza kukava mimi kwenda kuona daktari. Tukienda kwa hii bima sasa hii kama SHA nao, kwa mimi huenda hospitali ya Aga Khan. SHA kwa mtu ambaye anatumia self pay kama mimi haiwezi ni cover nikiwa Aga Khan, unless nikilazwa, that is when SHA italipa, na I think inalipa tukitanda. Katikati ya hayo yote, hali yako haswa, kwa mfano afya yako ya akili? Nilikuwa na depression. Kitu ilifanya nikakuwa na depression, niko 21. Nafaa kuwa namaliza chuo kikuu. Marafiki zangu wako shule, lakini mimi nipo nyumbani. Pia nikakuwa na hiyo kujikata, denial. Nilikuwa najisikia mimi msichana mrembo. Nilikuwa tunaita models. But sasa hii ni kitu imekuja imenifunga. Tuko kwenye safari ya matibabu. Sijui yalibadilisha hali ama kuna hali zingine ambazo zilianza kujitokeza tena? Masiku zilipokuwa zinaendelea nikakuwa na magonjwa zingine juu ya zile. Nywele zangu zilikuwa zinang'oka mingi. Ikakuwa ni condition inaitwa alopecia areata. Immune system yangu sasa inaanza kupiga nywele. Katika kuendelea pia nikakuwa na uchungu mwingi mwilini. Nitaita abnormal pain, inaitwa ama kisayansi inaitwa fibromyalgia. Unaamka asubuhi unasikia mwili ni uchungu. Sasa uchungu huu saa zingine hata inakataa kusikia dawa, inabidi umetumia morphine. Morphine kwa msikilizaji ni dawa inakufanya ujisikiaje? Morphine inakufanya unakuwa
unakaa kama mtu amevuta bangi. Alafu kuendelea tena nikakuwa na shida ya acidity, ikakuwa wakaita gastritis. Gastritis ikanifanya nikaacha maziwa. Ushaisikia mkalinji na kunywa maziwa. Sasa nikaachishwa dairy. Pia tukafanya test za mifupa, nikapatikana na kitu inaitwa osteopenia. Inaathiri mifupa, inafanya mifupa inakuwa nyepesi. Kwa Kiingereza tunasema mifupa ni brittle. So hizi dawa zinakuacha in a condition that wewe ukikuwa exposed kwa vitu ambavyo communicable diseases, ni kitu inaweza kushika haraka sana. So sana sana unasikia daktari anakuambia, haya chukua chanjo ya pneumonia, chukua chanjo ya homa, chukua chanjo ya meningitis. Kwa sababu ukipata hizi magonjwa ni inakuwa kwamba mwili wangu itakuwa ngumu kutibu. Ilifika mahali nilisema, Chebet, hii ni kitu ambayo unaishi nayo. Kitu ya kwanza, jikubali. Chebet, simulizi yako imekuwa ya kuvutia. Ni simulizi ambayo tutaendelea nayo hata wiki moja, lakini kwa sababu ya muda naomba tuishie hapo. Wewe msikilizaji, wewe mtazamaji ambao umekuwa ukitufuatilia kupitia RFI Kiswahili, ni kushukuru kwa muda wako. Mimi ni Carol Korir, kwa heri. Habari ndiyo kila siku za Ijumaa katika makala ya Habari Rafiki. Ni mada huru. Tunakupa nafasi wewe msikilizaji wetu kuchangia yale uliyosikia kwenye habari zetu, ama kutoka sehemu uliko kwa uhuru. Kuchangia, tuma maoni yako ya sauti kwenda nambari yetu ya WhatsApp ukianza na alama kujumulisha 254 110 000 420. Ndiyo Habari Rafiki. Msikilizaji, matangazo yetu yamefikia hapo kwa awamu hii. Haya, asante sana hapo Milizet Jai kwa kutuelekeza vizuri. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, wakati ambapo tunazidi kusonga mbele kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Mimi hapa na kuelekeza kupokea Kiziba Mkonga. Katika Kiziba Mkonga cha sasa, msikilizaji, moja ya tatizo la ustaarabu ni kuvumilia hata wapumbavu. Moja ya tatizo la ustaarabu ni kuvumilia hata wapumbavu. Ukiwa wewe ni kiongozi, utalifahamu hili kwa mapana na marefu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Jukwaa la kweli, Afrika DC, sauti yetu na taswira yetu. Enda pale kwenye ukuta, kuna link ya PayPal ambayo utaiandama hadi kwenye ukuta. Utapata maelezo utakavyoweza kutupiga jeki, kuna kwamba maono haya yanafika mbali. Na kutakia kila laheri kwa vipindi vyetu vinavyoendelea. Naitwa Kantona Joseph. Hujambo na karibu.